kumtafuta. Andika hiyo chini, kumtafuta. Unasikia alinitafuta. Mimi ule msee, mimi natafutwa kwa msee. Sijawahi bembeleza na sitawahi bembeleza. So alinitafuta. Your time I think walikuwa about to run hiyo story ya 2017. So mimi sikuingia hiyo box. Uliona watu waliingia box, wanajijua huko nje. Sasa bado wanangangana na hali yao. But nilimwambia mimi sina noma na msee kumit msee. Nilimwambia kama kuna kitu yote inafanywa ya mayouthman, haijali nani anafanya, haijali kama ni Unye, haijali kama ni Baba, haijali kama ni Ruto de, bora inasaidia mayouthman, hiyo ni kitu inafaa kila mtu akuwe anaweza support. So hiyo ikaenda down the line, wakaenda wakapiga kura, akavotiwa, akawin hiyo time ya 2017, akadunga tena after amewin. Hiyo mboto mnaona hapo yenye nilikuwa natembea sijui mara limit, ilikuwa sasa siku yenye tulikuwa tuna launch youth fund actually. So ilikuwa story na my youth man. Not only that, mtaani Kibich mimi nilikuwa gazetted. Understand this? Gazetted nilikuwa kwa board ya Uwezo Fund. So mimi nilikuwa nachanua maboy wa mtaani wenye wanauza makaa, wenye wanauza mahindi, wenye wanauza manguo, wenye wanaweza apply for Uwezo Fund ndio wagetido biashara yao ikuwe big juu. Most of the time maboys wetu wa mtaa do you come na iwafiki because one hawajui kuandika proposals. Labda kuna tu busy ya makano unaambiwa uandike proposal ndio get do fulani ndio busy yako iende. Inakuwa ni ngori juu proposal ni ngumu kuandika, si kila mtu anaandika proposals. So hiyo ndio ilikuwa job yangu, ni kuchanua maboy kwenye wanaweza andika ma proposal, wagetizi mafund ndio isaidie busy yao. So hiyo ndio reason limit huo msee na sikuchachisha. Mimi sikumita ati sijui nini. So hivyo ndio tulimit naonya atemi tena. But kitu nanibamba hiyo meeting yangu na yeye ilifanya nikuwe kwa board ya Uwezo Fund for over 5 years, na maboy kadhaa mtaani walipata kuketio loan ya Uwezo Fund na busy yao ikaivana. Number 1. Number 2, the limit baba. Mimi nilikuwa beshta Fidel mbaya sana. Unaweza kuwa na issue na politician but imanishi uko na issue na watoi wake. Juu blande yeye na make hiyo ni a personal issue, has nothing to do with their kids. Okay? So mimi na Fidel RIP tulikuwa mabeshte mbaya sana. Na hiyo day mimi na Fidel kwa na do program tani kwa shule nyingine, feeding program. Hiyo shule watu yao wangekuwa wanaenda home wadish juu chakula mtaani na kwa blanda saa zingine. So Fidel alikama up na idea yenye anaweza support hiyo shule. Aoli watu wao kwa nakula chapati ama dengo ama mchele for lunch in a switch for a whole year. Siko sure iliendelea for how long, but niko sure ilienda for more than a year. After I pass, they follow up. So that's on me. That's my responsibility to follow up. Nijue nini iliendelea. But through your program, ndo one day tukienda mtaani akaniambia, come ndo umitumzae, mchapiane, nikamit hata maze pale, tukapikiwa pale ya nini, tukadish nini. So hiyo time hivyo ilikuwa imetoka. Tunabonga about 2015. Hii Sunven limit mzae. Nikamwambia kwanza kuna ngoma nyingine hapa. Buat. Mzae kuna ngoma nyingine Buat. So hiyo place niko namuonyesha kwa picha. Mbona kwanza ingia YouTube cheki maneno na unaniondai msee. Uko na gari yangu baba, unaniodinga. Hiyo gari sijapewa jo. Nategea. So saa hii best yangu Fidela iko area ka junior kotundi na ngoja gari yangu mnipe bana jo. But even though to limit tena once after your time, ilikuwa diplomatic meeting. Ilikuwa mimi, yeye, US ambassador, former US ambassador Bob Godek, and former British High Commissioner. Ilikuwa ma diplomats pekee, red number plate mtu wangu. Na ilikuwa very different topic. Tulikuwa na talk about refugee programs na stories of peace zamtani, what nothing to do with politics. So yeah, you know, the second time we met at the US embassy, but the first time ilikuwa pure because we met your Fidel. So pia sikuitwa mazee ama sikulia tunataka kukutana naye bana.
Hapana bembeleza bana, stay bembeleza. Okay? Number 3. Agenda number 3. Wacha tuone hapa agenda number 3. Agenda imeenda hapa. Unajua mazeni nimeanza kufungua hapa hivi. Tujue rada ni gani. Penny 1 minute hapo. Penny 1 minute. Pigeni story na wenzenyu. Msana ingia letu mchanueni tumefika wapi. Tushaongea juu ya venye tulimit wenyewe, tushaongea na venye tulimit venye tulimit baba. So tuko kwa venye tuko hapa sasa. Tuko number 3. COVID-19 impact na art. COVID honestly ime-impact si wasanii pekee. COVID ime-impact wasa na dubis ndogo ndogo, wasa wa klabu, mamate zetu wenye wanaoshaga manguo huko mazee ubabini, wanakaziwa sasa hawezi osha nguo, hizo mamtaa na tupo na watu hii mtaani. So most of the time nikiona wasa wanabonga juu ya COVID online, wanabonga tu juu ya wadosi fulani bana. Huwezi kuona lia juu ya COVID kwa social media na the next time unatupostia renji. Unatupima mavi bana. Hata kutupima mavi jo. Hapendi kupimwa sisi na tutakwambia. Labda wao wengine wanakuogopa, si hatukutambui na hatukuogopi. Hatutawai. So COVID imeaffect wase wengi. Yes, artists cause si tulikuwa wase wa nje na ndani nini. But mostly what about mama zetu wanafuaga huko hivyo. Makile na malavi wamechujua job juu wadosi wanaogopa si watu wa ghetto ndio tunawaletea ugonjwa. Wita si ukweli. Biashara mob zetu za mtaani huwezi fanya from home. So watu wako affected sana ni wasa mtaani. Mika artist nini nilido about it? Inafopia unajiuliza wewe ka artist nini uko na duju? Hizi miaka zote before COVID umekuperform over 10 years. Hakuna tunaweza give back to community yako. Unataka tu upewe daily, si mafans wakupe, si mara uliegava wakupe, unadu nini kwa community yako? 2020 hiyo mwaka yote ya COVID tulienda over mtaka 15, patia wase over 10,000 dish, mtaa zote ka ghetto yote ya Nairobi, hakuna ghetto sikuenda. Na bila masponyo bro. Hilo kwa tu mimi na mabeshte zangu na sako yangu ndogo. Your network is your network. Tuliingia kwa mfuko tukasema mazee, ni masista zetu, ni mamate zetu, lazima tuchangamke before sisi. Huwezi kwa kila sati wewe sisi saa zingine mazee pia unasavwa bana. Jua wase kasi wase unaimbia nani sasa? Wote sasa kidai njaa unaimbia nani? So macho kutubeba ufala. So 2020 tulipatia over wase 10k. Siwezi hata count dish. Kila keja ipate dish maze. Na keja yenyewe kupata dish ni juu hapo inakaa kado yetu ilisha hapo, which ni program bado naweza penda kuendeleza mimi na mabeshti zangu. So hata kama uko tuned hapa hivi na unajua unajiweza kiasi, mtafute maze, bado tulisha wase wetu. Juu bado rada ni chafu. Kwa hizo mtaa. So another thing nilikuwa na support mostly small businesses na try kubai. Kani nilikuwa na buy kitu super na try kwenda kuibai mtaani sasa. Kani nyanya, kani kitunguu, kani unga, nilikuwa naenda hizo vitu zote tulikuwa na buy mtaani. Hizo ndo business zilikuwa zina suffer most. Hizi business super wako na insurance maze, wanaweza jipanga. Watu mtaani wanaga insurance. Msana uza unga 5 per day mtaani, ana insurance. Hizo ndo business nafaa sasa una support. Business ya mama mboga. Huwezi kunaenda kubai mboga super na mtaa yako kuna madhe wa mboga na uza mboga 10 bob. Ndio unajua sasa ila dake ni chafu. So you know to mainly do about kwa history ya COVID kutu impact. I don't know if it was the best, but zingine huwezi do kila kitu, but you can try. A man can try. So I read 10,000 people. Niko very proud of it. Na msasa niambia tio mazezo kwa humble. Kwa ukiniambia nikuwa humble na maanisha huwezi deal na mimi. Hiyo ni attitude yako uta change. Si tumegrow life yetu yote mtaani tukiwa humble. Si sasa time yetu kwa humble. Time tulikuwa humble ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi tukiwa humble? Sasa tutambui. Sasa tutambui. So kitu naweza sema kwa mse yote
hii kitu imeaffect kila msee hadi sisi. Atuonyesha ati sisi tuko maganja manini zi. Inaonyesha tu lazima umove na the venye world ina move. Huwezi uko stuck ati sasa unalia wase. Kila msee anaumia. Na kuna pia wasoumii ni wase wako kwa kitu, mabilionea hao umii ja affect, mabizao zinaendelea. Hao ndio wase nafasi sisi wote wenye tunaumia, tunashikana tunapiga vita. Si ati tunapiga msee mmoja ama wase wawili, na si ati tunapigana. So hapa hivi si ati hata tunapigana. Hapa tunasaidiana mawazo. Na si hype juu ni kupost ni aje dunia kitu IG haitotusaidia. But mkikaa chini na circle, wewe na maboshte zako, hata mreach family 5, hata mreach family 1, ina make more impact than ku make noise huko social media na hashtags hazitusaidii. So hiyo ndio tumemaliza number 3, ilikuwa COVID-19 impact. Agenda number 4, wasanii mamblaina. Wasanii ni mamblaina wengi. Kwa tunapata mmoja tu ndo anaongea jo anajishuku, mwenye mavi jishuku. Asa ni wote. Sijui ni wangapi niliona wakienda kwa mamta zao. Hata kukatuna wase wao kuambia Joy kitu imetuaffect si wote, hata si hatuna mashow nini. Kila mtu alikuwa tu IG ana ball, hakuna mtu alikuwa anapost IG ati venye amesota. Asa ni wote, hata wakubaya mse, hata mtoi sweetie. Sana na unga. Sweetie, alafu saa hii hao ndio wa kwanza kukimbia mahali ati wanalia ati wanasikia njaa. Unasikia nani njaa bana? Wengi wetu tumelala njaa maisha ka over 10 years bana. Hii mwaka moja ya COVID uanze kutuambia hapo unasikia njaa. Sasa unaambia unasikia njaa ni mafano wako ndio inafono wa feed. So masani wa mblaina wote. Hata nikusaidie kawe ni msanii mblaina. First, you meet the wrong person. Msana, because hakuna venye unaweza toka from kushout unlock the country to luku ni safi. Luku gani? Unavaa kasuku unasema luku ni safi. Luku gani msee? Hakuna hii country yote msana napiga luku kuniliko. Take it to the bank msee. Luku gani? Yo ni sell out. Nawezi kuona sell out wase. Kaso wanaogopa kukwambia juu unasaidia wase wengine wadogo hapa hivi. Si hatuogopi bana. Na kuna issue tuambie. Hatuwezi kuogopa na hawezi tu enjoy. Siku 3 unlock the country. Agenda unlock the country ni nini? Alafu one day mnabembelezwa ati mazee sasa rada ni safi, luku gani? Vaka suku pole pole bana. So one, tukitaka country unlockiwe, the best thing ni first to follow COVID rules mazee. Wakisema tukue home 8. Shida iko wapi? Hata Kenya iko in lockdown, nafahamu cheki ma countries iko in lockdown. Countries ni nimeenda country ni kuna lockdown, mnatoka nje 1 hour per day. Only 1 hour. Unatoka nje, unaotajua unarudi ndani. Hapa tuko hata lockdown, bado bizi zingine ndogo zinaendelea. Unaona? Na hizo countries sahi unapata over 3 months hajakuwa na kesi. Hawezi kuwa hapo na scream and lock the country na makesi zinapanda na wase. So nikao nasema over wase 100k yenye tumekuwa tukisikia wenye wame lost loved ones ni kama wao ni mafala. Ni kama wase wao wenye walidai ni useless mazee. Wewe ni mjinga nini? Kuna wase wamepoteza almost all family members. Alafu una scream hapa to unlock the country. Wewe ufala ati tunataka kutoka nje haraka, tunataka haraka. Mbona tusifollow COVID rules? Tukae home tani saa 2, tukae home. The more tunakaa home, the more hizi cases zinarudi chini. After hizi cases zimerudi chini, sasa tunasema ni aje? Tumeona for the last 1 month ama for the last 2 weeks ama for the last 1 week cases zimerudi chini. Tuna feel sahi inafaa tuwe na ka meeting. Who should we meet? The Minister of Health. Ndo mzenafaa tu meet. Tunaambia ni aje? Cases zimerudi chini, tumekuwa tukifollow rules, wasome kwa kiwandani, wasome kwa kidunga mask. Sasa tunaona mazee labda mtufungulie kiasi hata polepole. Hata kani klabu ilikuwa na wase so tuanze na wase mbao. Tukitoka kwa wase mbao tuna kila kitu inaenda poa, tuingie kwa wase so. Unaona? Minister of Health ni mtai, ndo mse tunamit. Tukisha meet tumemchapia, tumemwambia tumefuata kila rule. Na
rada ya namba za wase wa sick imerudi chini. Yeye abonge na unye sasa seti meeting nyingine. Akisha seti hiyo meeting nyingine namba 2 ambie wenyewe sasa wameona unajua namba zimerudi chini na things sasa tunaweza unlock country pole pole. Tunaweza fungua wasaingie club, so wasaingie club wawili nini, alafu rada iko safi. Unasikia? But huwezi kuona kimbilia atuna shout. Buddha, just because you shout doesn't mean you're making sense. Kachi nifikiria mko wengi hivyo, vichwa nyingi hivyo, mlienda huko kusikia kudu. Hakuna kitu mmetuambia tangu mtoke huko hadi saa hii, alafu mnatuambia hapa ni pereka mazee, si utafutwa. Tunapiga works, unaenda mahali na agenda. Kuna kitu pia inaitwa email Buddha. Si lazima meet msee, unamtumia email, tukishasikizana, Buddha umesoma email yangu, hizo vitu tumekuandikia ni hivyo ndo tunataka. Sasa nyo uko ready, tuite tutakam. Unasikia? Alafu hiyo kitu inamekiwa public. Tunadu hata Zoom call public, kila msana anachekio stuff. Sasa hapa pere, alafu mnachanganya mnadanganya mafano wenyu hapa wenye pia ni mafala. Mafano wako si mafala jo. Mafano wako wako two work for nyinyi mazee. Hiyo nilikuwa kwa wasani mamplainer na wanajijua wako wengi na nyinyi wote tuwatambue bana. Nyinyi ma sell out. There's all different ways ya kunini, na same ati sisi ndo lazima tukue hapo. Hata nyinyi mngeenda hapo but mngeenda na the same ideas na the same mindset, tungekuwa sahi tuko tunabonga story nyingine. Nyinyi wenyewe ndo mnapiga nduru unlock the country na wasona die. Huku Kibich pekee mtaani sasa tumezika mashoshika 50. Alafu unasikia msee bado anapiga nduru ati nini funguliwa na wasona die. Utarudisha ase. Kati kifunguliwa watu wengine wadai utawarudisha. Pereka hiyo perenyonye huko. Agenda number 5, walami. Kila time sana anambia ati jo wewe sijui uko na mlami nini. Nyinyi wote na hizi vizungu zenyu zote na mmesoma. Mbona msiko na walami? Kwani mimi nawatoa gapi? Nawatoa kwa mfuko. Aya, unachukia walami? Hii Instagram tunatumia ni ya mlami. Hiyo Twitter unamekelele ni ya mlami. Hiyo Facebook huko ni ya mlami. Hiyo YouTube unapiga kelele ni ya mlami. Si uende ulale basi utoke hizo platform zote wacha kuongeja walami. Wengine wetu tulipoteza kama pero mapema jo. Mimi nipeleka kwa shule na mlami. Hata simjuagi jina, anaitwa sijui Colin Smith. Unasikia? Si hivyo pero zetu walipass tukiwa high school. Si ndo walichukua katupeleka shule. Kuna legends nyingine yenye tunapeigi huko yenye always nisaidia. Hiyo Kibich imesaidiwa na walami kuliko hata venye gava imeisaidia over the years. Yes, sisi masaka walami. Si ati sijai kuwa na mreshi Mkenya ama mblack, nimekuwa nao wengi. So weka unateta tiko na mlami, wezidi kuteta. Lami toa kata, watatutawafanyia kazi, watatuletea mamradi, tutazaa nao na wao utazidi kufika makali. Jueni mlaina. Na kama uji kupata walami, bonga na mimi maze. Mini plug ndakupeleka rada. Safi, ujue venye rada kunaenda. Na hapo ndo tumetoka story ya walami. Kwa na shida nyingine tena na mlami, uniambie. Agenda number 6. Jungle Fever and the New Sound. Wasona shindwa jo, tunataka Octo Young Puffy, Octo nini. Buddha mimi mdiverse jo, mimi siwezi fanya the same thing. Say this is my 12th year nikirap. Na ira yote hakuna hata msemai ni karibia. Ase wote wana copy paste tu. Octo amedu nini? Acha tujaribu. Octo amedu nini? Acha solo. Sisi wa collab in day in out. Solo msee. Lazima sound yangu ita change, na all these 10 years nikirap nimekuwa nikitafuta sound yangu. Na feel na Jungle Fever nimepata sound yangu. So hiyo sound mtakuwa mnaisikia for so long. So mafans wote wamekuwa wakigrow na mimi. Mafano wangu wenye nilikuwa nawapigia hivyo, labda walikuwa high school, walikuwa uni, sasa wameoa, wako na mabibi. Unataka msee na bibi yake na watoto wake unampigia bado hapa hivyo unamshikiwa na watoto wake. Ama inafaa unamwambia bude inafaa usave, inafaa uende ocha jo ujenge nyumba yako safi, buy shamba,
Hizo ndo vitu sasa mimi nataka kuaddress. Nisha address mabling, nishavaa mabling, nishadu kila kitu ya street. Hizo watu wangu street bado zenyu zinakam, lakini mkuwe patient. Time nilikuwa nawapigia hizo ma young puffy, kuna watu wengine pia walikuwa wanataka ma good morning Africa, ma +1, makaratasi. Unasikia? So se wote pia saina waserve. Hao wengine nyinyi mkuwe wapole. Kawe ni true fan mkuwe mpole. Unajua kani trap ikianguka ni shida, kani drill ikianguka ni wewe chorea. So mazee Jango Fever, that's the new sound na ni yangu, yani peke yangu, jaifanywa. Mimi sipendi kukopi bana. Na sipendi kuwa monotonous. So hizi raia zikatch up mazee, jaribu kukopi zione venye itaenda. Number 7 rada chafu. Ajana number 7 rada chafu. So ajana number 7 hapa kwa rada chafu ni kuwa sisi hatutabeba ufala na politician yoyote. Sisi technically sisi tuko na beef na politician yoyote. Tunataka tu tufanyiwe kazi. Kwa unafanya kazi yako, utakuwa best yetu. Ukuwe nani. Sisi tukiwa na beef na msee, hatuna beef na watoto wao, hatuna beef na makuzo wao, ani mabeshte zetu, labda hata hao wanasafa na tujui. Mliona history ya Prince hapo hivi, Prince wa UK huko. Unaona venye uchali aliwa dem black, kumbe alikuwa anasafa huko, sisi tunadhani wako mafutani. So hizi jua hata labda hao matoi wa politician ndio pia hao wamefungiwa, wanaumia. Inafaa pia saa zingine mnawatafuta, mnaongea nao. Mental health ni real kwa hizi street tangu wase tangu history ya COVID. Wasa wana madana, maboy wana madem wana madama boy. Na wasa wako ready kwa view conversation. Kila time kuna msaki post kitu eji, kila mtu anaishi tu maisha yake, kila mtu anasema tu ako sawa. Kwa sawa wapi? Rada ni chafu kwa hizi street. Na kama zo umetuna hapa na unajuana na any politician, waambie jo sisi hatunaga beef na sisi tunataka tu wapige kazi. Ukipiga kazi wewe ni best yetu. Na kila msee si perfect. Kuna watu wamefanya mablanda before, wanaweza correct. There's a room for correction. Atuseme sasa nini ama nini. But the more unazidi kutumezeshare, the more pia sisi tukumezeshare. Unasikia? Haya. Kawe ni rapper, kawe ni msanii, the more unazidi kuuza mafano wako, tunauzia kwa wasee hapo na wasee loud. Alafu unakuja hapa unatry to enjoy na ufala. Wewe ni mlaina bana. Na juu watu wengine wanaweza kuwa naogopa kuambia, si mazee mimi siwezi kuogopa. Wewe ni nani? Sinaogopa mama yangu na baba yangu pekee. Hao wengine hapana tambua. Last but not least, ni any other business. In any other business, like about to unleash a new sound, tena wa copy, a new genre. Some kwa tu wapole. Saina nataka kwenda tena mazee kwa mountain, niandike ni unleash mazee project nyingine safi. Alafu tujue ni aje. Kawe ni msema luku, cheza na siso bana, cheza na siso pale hivyo uone venye luku inaenda. Ukiona na mlaina usikubali kupimanishwa bana. Wewe ni mtu mkubwa, uko na akili zako, usipelekwe direction ama direction. Hatujasema usikutane na msee. Ukienda kukutana na msee, kuwa na agenda zako. Make sure hizo agenda zimemitiwa, si hype. Si kutoka kupiga nduru, umpiga nduru, alafu unarudi na kwa mpole umekunja. Unakunjia nani? Kunja huko alafu unatuambia wewe ni nani? Pereka. Hiyo ni any other business. Other business, kao mazeo uchoma bana. Tukimaliza hii live mazendo uchome moja. In respect kwa wase wote juu wenye wamedai juu ya COVID bana. Rest in peace bana. Tumelost wase kibao. Leo nilikuwa Langata. Hadi mso Langata ananishow even in the last 10 years hakuna day wameibari hata wasiso. Anasema sai kwa wiki wanabari 100 people mazee. 100 people. Alafu bado tutaka kufollow rules za COVID man. To follow rules mazee. Kwa kuna bahati unaweza follow rule bana. Ndio kitu afadhali to follow rule hata kama tunaumia to follow rule alafu country ifunguliwe turudi rada. But we imagine every week waseso wanazikwa ni Langata pekee yake. Tujue wanazikwa Ocha, wanapelekwa Ocha nini. So hiyo tu tunaweza sema kawe ni msio kuchoma bana. Kutoka hapa hivi choma moja bana in respect.
kila mseme nyameda in COVID, RIP. Siombaki sana but naweza omba yani jajajo kisol zao malipema yani. Na lastly kuna ngoma moja imetoka mpya hapa moto sana inaitwa +1. Make sure umeingia YouTube bana ucheki +1. Alafu pia kama uko Django Fever live pale hivyo mazee tunafundisha culture, tumerudi kwa roots, huko ndo mali tulitoka. Wende cheke mazee culture yako, embrace culture zako. Alafu tuone rada ni gani. Till then rada ni chafu. Naambia mamblena hapana tambua. Don bizode. Imeisha hata sijui namaliza hii live aje sasa. Ama kuna maswali? Hakuna maswali. Hapa kila mse naona kila mtu kichwa yake imefunguka. Kila mse choma moja kuna maswali. Na kila mse akorada safi, Slam Photography na kuna ukorada safi. Nani tena Jackton ukorada safi, Lily Heaven nini? Kikoro tu yeye maze 888. Stedom papi. Wase wangu wa Twitter bana kina Witch, jeshi yangu ya Witch yote, wase wote kina Osama Otero wote, akina Osumo man, wase wote wanapushi narrative. Labda lazima wase wawe accountable. Yezi kuwa ati ma politician pekee ndo mnataka kuwa accountable na artist wako accountable. Ama artist wa support mahood zao. Ama artist wa support mafan wao tamia noma. Patao ndo wa kwanza kupiga nduru. Pereka the dawn.